majina naitwa Edward Misalaba, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Tulole. Nafikiri nia na malengo ni kujua changamoto ambazo zipo kwenye zahanati, na kwa namna moja au nyingine tumemweleza changamoto ambazo ziko hapa. Kwa mfano, zahanati hii toka imeanza kufanya kazi haijawahi kuwa na umeme, lakini pia toka imeanza kufanya kazi haina maji, lakini bomba limepita hapa karibu. Kwa kupitia hizi changamoto, Mheshimiwa Mbunge ameahidi kuzitatua kwa muda mfupi. Lakini vile vile hata hili eneo letu ambalo linazunguka hii zahanati pia na lenyewe haliko kwenye mazingira mazuri. Pia Mheshimiwa Mbunge ameahidi kutekeleza, kulifanyia kazi ili swala ili likamilike kwa wakati. Changamoto kubwa nafikiri ni maji, kwa sababu ukiangalia hii zahanati ni ya kisasa, ina vifaa vya kisasa, lakini vifaa vya kisasa lazima vitumie umeme, lazima vitumie maji. Sasa kama maji hayapo na umeme haupo, ina maana kuna baadhi ya vifaa haviwezi kutumika. Kwa hiyo swala hili ambalo anaenda kulitibu Mheshimiwa Mbunge litasaidia wananchi wetu kupata tiba hapa hapa. Kwa majina naitwa Lucy Zakaria Seantemi, mimi ni mwananchi wa maeneo haya. Tumetembelewa na Mheshimiwa Mbunge kwa hapa kwenye eneo letu. Cha kwanza tunashukuru sana, maana tujawahi kuona mbunge anatembea eneo kwa ajili ya kuangalia wananchi wake wanakuaje, wanaishije, wana shida gani. Kwa hilo la kwanza tunashukuru sana kwa kumuona kwa ujio wake kwa hivi sasa. Kwa hiyo na yeye tumemweleza changamoto zetu, na yeye ametuza changamoto ya kwamba sisi tuna shida na shida gani. Tumemweleza hapa tuna shida ya maji, umeme, hasa kwenye zahanati yetu. Hii ni zahanati yetu ya eneo letu hapa Mwatulole, ndio inashikia Mwatulole yote nzima. Tuna shida ya umeme, bado hujafika kwenye zahanati yetu. Bado maji bado hajafika, ila ametuahidi, kasema kabisa kwamba kwa fika kwa kesho au kesho kuta maji anafanyaje, yanakuwa ameshafika. Kabla ya hapo tulikuwa tunapata maji kwa majirani, kwa tunatumia maji ya visima. Tunachukua kwenye visima cha jirani hapo, wanaomba kwa ajili ya huduma ya hapa. Kwa hiyo alikuwa tunyimwi, ni kama alikuwa hatua 10 tu kufika kwenye eneo husika la kuchota maji. Ila maji ya hapa penyewe tulikuwa bado hatujapata. Na Mungu ametuhakikishia kwamba lazima atafanyaje? Ataleta ndani ya siku 2. Unaona, kikubwa tunamheshimu kwa sababu yani yeye tumepata kwa kweli. Kabla ya hapo ulikuwa hatuwezi kutembelewa, maana atembelewa au hivi, lakini sasa hivi anaenda hatua kwa hatua, eneo kwa eneo, shida kwa shida. Kwa nashukuru kwa kweli nimefika hapa salama na nimewakuta wanafanya kazi nzuri, na nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutupa hela ambazo tunaendelea kujenga hizi dispensary na vituo vya afya na vitu mbalimbali kuendelea kufanya. Hata hapa tumeona tunacho zahanati nzuri na inaendelea kufanya kazi. Najua nimepata changamoto 2-3 na tutaenda kuzifanyia kazi. Changamoto ya kwanza wamesema hapa bado umeme haujaingia, na naenda kufanya mawasiliano na TANESCO ili tuweze kuona tatizo ambalo lipo, na tumeshaona kwamba shida ni mita. Na mita hata ofisi ya mbunge tu inaweza ikajitolea mita ikaweza kuja. Kwa hiyo tunataka tuhakikisha kwamba kesho umeme unaingia hapa ili dispensary iweze kupata umeme. Lakini jambo lingine lilikuwa ni maji. Tayari nimeshaongea na meneja wa GEUWASA hapa Geita, na nimemuomba na tayari ameshatuma mtu yuko anakuja ndani ya nusu saa atakuwa hapa. Nalo kwa sababu maji hayako mbali, tunatakiwa kuhakikisha kesho maji yanaingia hapa ili watendaji kazi wa hapa wasiendelee kupata shida. Lakini hili tutaendelea kufika sehemu mbalimbali, tutaendelea kutembelea vituo vya afya, zahanati, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha kile ambacho tulisema tunaenda kuwafanya kwa ajili ya jamii yetu.